Aziz Musi Njovu, ni afisa manunuzi kutoka Idara Kanda Kusini. Tumekuja mkoani Ruvuma kufanya mafunzo ya sheria mpya ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 na kanuni zake za mwaka 2024, na pia tupo katika kuwapitisha katika mfumo wa NeST katika moduli mpya ya negotiation, majadiliano ya bei online, pia na upekuzi wa mikataba, contract vetting, na pia usahihishaji wa mikataba. Mafunzo haya tumewalenga watumishi wa halmashauri wa mkoa wa Ruvuma kuanzia ofisi ya RAS na halmashauri zote zinazopatikana katika mkoa wa Ruvuma, Songea DC, Songea MC, Mbinga DC, Mbinga TC, Nyasa, Madaba na Mtumbo pamoja na Tunduru. Hapo mafunzo haya yatamalizika Tunduru tarehe 4 mwezi wa pili 2026. Pia mafunzo haya pia tunalenga makundi ya kijamii ambao tunazungumzia wanawake, walemavu, wazee na vijana. Na mafunzo haya pia yapo katika kuwajengea uwezo watumishi pamoja na makundi maalum na wazabuni, kwa namna kwamba jinsi ya kwa upande wa makundi ya kijamii na wazabuni ni kwamba jinsi ya kujisajili kwenye mfumo wa NeST, jinsi ya kuomba zabuni kwenye mfumo wa NeST, jinsi ya kusaini mikataba yao kwenye mfumo wa NeST, na pia watapata ufahamu kuhusu fursa ya 30% inayopatikana ndani ya sheria ya ununuzi wa umma mwaka 2023 na kanuni zake za mwaka 2024. Na kwa upande wa watumishi tupo katika kujengea uwezo katika contract signing, vetting na negotiation ambazo kwa sasa hivi zinafanyika ndani ya mfumo wa NeST. Na ziara hii tumeanza tarehe 5 na tarehe 7 tumeanza na tamaliza tarehe 5 pale halmashauri ya Tunduru. Kwa majina naitwa Anset Gaima, ni afisa manunuzi ofisi ya mkuu wa mkoa. Napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwezesha mamlaka ya manunuzi PPRA kuweza kuja mkoa wa Ruvuma kutoa mafunzo kwa makundi maalum wajasiriamali wadogo wadogo pamoja na vijana na vikundi mbalimbali kuhusu fursa za matumizi ya mfumo wa ununuzi kwa maana ya NeST, ambapo wataweza kufahamu fursa wanazoweza kupata kupitia mfumo wa NeST kwa shughuli zao za uzalishaji ambazo zinaweza zikawasaidia kuweza kupata ajira na kupata kazi mbalimbali kama kazi za useremala. Kuna miradi mbalimbali ambayo inatekelezwa na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Ruvuma, ambapo Mheshimiwa Rais ameelekeza fedha mbalimbali kwenye miradi ya elimu, afya kwa ajili ya kuboresha miundombinu. Katika hiyo miradi, vikundi mbalimbali vya mafundi wanaweza wakapata ajira kupitia mfumo wa NeST. Mfumo huu wa NeST unalenga kuwafikia vikundi vya wajasiriamali wadogo. Kwa maana hiyo, PPRA imekuja kutoa mafunzo ya namna ya kuweza kujisajili kwenye mfumo huo na kuweza kushiriki katika fursa zinazotokana na mfumo wa ununuzi mpya wa NeST. Nichukue nafasi hii kumshukuru Rais pamoja na mamlaka ya manunuzi PPRA kuja kuwezesha vikundi mbalimbali kuweza kunufaika na matumizi ya mfumo wa NeST. Ni mratibu wa vikundi vya PPRA kutoka Idara ya Maendeleo ya Jamii Manispaa Songea. Tupo hapa leo kwa ajili ya kutoa mafunzo kwa vikundi vyetu vya PPRA, na lengo kubwa ni kuwawezesha wanavikundi watengeneze vikundi ambavyo vitakuwa ni endelevu, lakini zaidi wapate elimu ya namna ya kufanya mambo ya manunuzi katika mfumo wa NeST. Yaani waweze kupata uwezo wa kuwa wanaomba tenda za serikali kwa ajili ya shughuli mbalimbali, kwa sababu shughuli ni nyingi, na tunawafundisha namna ya kutengeneza shughuli hizi katika njia mbalimbali. Kuna watu wa ujenzi, lakini kuna vikundi ambavyo vinahusiana na mambo ya kudrill,
hawa watu wa kuchomelea, lakini kuna mafundi furniture, vikundi vyote ambavyo vinatakiwa, na wale watu wa mapishi kwa ajili ya tenda za zabuni za mambo ya mapishi katika sekta zote za serikali. Hiyo ndio kazi yetu zaidi ambayo tunataka tuifanye. Tutoe elimu, watu waelewe, watengeneze vikundi na waendelee kunufaika na tenda za serikali. Hilo ndilo jambo kubwa zaidi ambalo tunafanya sisi maafisa maendeleo ya jamii. Sisi tuna vikundi 52 ambavyo ndio viko official Manispaa Songea. Lakini tunaendelea kutoa elimu tupate vikundi vingine zaidi, viongezeke zaidi hapo. Lengo letu ni kufika mbele zaidi. Lakini pia kama mnavyoona sasa hivi tunaendelea na mafunzo. Hivi ni vikundi baadhi, kuna wengine hawajafika, lakini kuna wengine pia wanafika. Na wengine pia wanaomba hii elimu tunayoitoa iendelee zaidi ya hapa. Kule tunakoenda mambo yatakuja kuwa mazuri zaidi, maana vikundi vitaongezeka kutoka 52 kwenda kwenye idadi nyingine. Majina naitwa Rusida Medad Choo, ni mwanakikundi wa wajasiriamali wadogo Ruvuma. Kwa kweli kwa semina hii tumepata fursa kubwa sana. Serikali imeweza kutuona wale wajasiriamali wadogo katika ushindani wa level yetu ya uzabuni mdogo mdogo, ikiwepo usafi, mapishi, hata kusupply tu vile vitu vidogo vidogo katika halmashauri. Kwa kweli tunashukuru sana kwa mafunzo haya, tumejifunza kitu. Angalau na sisi wajasiriamali wadogo tuweze kushiriki kwenye zabuni mbalimbali zinazoendana na level yetu. Kwa kweli tunaishukuru serikali ya Mama Samia, imetuona na sisi wajasiriamali wadogo. Kwa kweli tunawashukuru sana, na tunaomba fursa ndogo ndogo kama hizi ziweze kutujia wajasiriamali wadogo ambao tunashindwa ushindani mkubwa kwa wale wazabuni wakubwa. Angalau na sisi katika level yetu tupate hizi fursa za wajasiriamali wadogo, sababu wenzetu tayari wana mitaji, lakini sisi tuliokuwa tunakosa mitaji ilikuwa ni ngumu sana kushindana nao. Lakini sasa hizi serikali imetuona, kwanza inatupa mikopo ya 10%, na wakishatupa hiyo mikopo ya 10% kwa mafunzo haya, kwa kweli tukitoka kwenye mikopo ya 10% tunaenda na kwenye zabuni za wajasiriamali wadogo. Kwa kweli tunashukuru sana kwa serikali. Ule Bigambo, niko kwenye kikundi cha Electrical Power Experts. Kutokana na mafunzo haya tunajifunza kwamba sisi wanakundi tuna uwezo wa kupata ile tunawezeshwa kupata ile mikopo ya 30% na ikatuinua na tukapata mahali pa kuanzia kwa ajili ya vikundi vyetu vidogo vidogo tunavyoanzisha. Mimi nadhani ni program nzuri kwa serikali, kwa mpango ambao imeweka kwenye hii taasisi, kutokana na sisi wajasiriamali wadogo tulikuwa mwanzo tunakosa hizi zabuni kutokana na mtaji ambao tulikuwa nao, lakini kwa sasa tumejifunza kwamba tuna uwezo wa kupata ushindani ambao umeandaliwa ndani ya halmashauri, ndani ya manispaa kwa asilimia zetu zile 30, kwamba tumetengwa na wale ambao ni wazabuni wakubwa. Sasa tumewekwa katika wazabuni wenye level yetu ya kiwango chetu. Kwa hapo tunashukuru sana idara ya PPRA na serikali kwa ujumla kwa kutuwezesha sisi wananchi wajasiriamali wadogo wadogo.